Iran ipo tayari kuishambulia Israel kupitia majasusi ndani ya jeshi la ulinzi la Israel IDF pamoja na kwenye amri ya nyuklia. Swali hili linaibuka baada ya televisheni ya taifa ya Irani kuonesha kile inachodai kuwa nyaraka za siri zinazofichua programu nyeti za kijeshi na nyuklia za Israel. Matangazo hayo yalionyesha mafaili na video zinazodaiwa kurekodi shughuli za ndani ya mtambo wa nyuklia wa Dimona pamoja na vituo vingine vya siri vya Israel. Kwa mujibu wa Teherani, nyaraka hizo zilihusisha maelezo ya mradi ya zamani na ya sasa ya nyuklia, maboresho ya silaha na hata majina ya karibu wanasayansi na wataalamu wa kijeshi 190 wa Israel. Wizara ya ujasusi ya Irani imeeleza operesheni kuwa mchoro wa kihistoria, ikisema maelfu ya kurasa za siri zimechukuliwa kutoka kwenye hifadhi za kiintelijensia za Israel kwa msaada wa watu wa ndani waliovutiwa na mamilioni ya fedha. Wakati huo kiongozi mkuu wa Irani, Ayatollah Ali, ametangaza wazi kuwa hakutakuwa na mazungumzo yoyote ya nyuklia na Marekani, akiyaita mazungumzo hayo barabara ya kufa. Kauli hii ilikuwa majibu ya moja kwa moja kwa rais wa Marekani Donald Trump, ambaye alidai kwenye Umoja wa Mataifa kwamba Irani haitaruhusiwa kumiliki silaha za nyuklia na akaibatiza kama mfadhili namba 1 wa ugaidi duniani. Irani sasa inasema imeongeza kiwango cha urutubishaji wa urani kufikia 60%, kiasi kikubwa ingawa sio cha kutengeneza silaha ambacho kingehitaji kufika 90%. Ripoti za hivi karibuni za shirika la Associated Press kupitia picha za satellite zinaonyesha Irani ikirejesha tena viwanda vya makombora vilivyoshambuliwa na Israel wakati wa vita ya siku 12 mwezi Juni mwaka huu. Pia kuna madai ya jaribio la kombora lililofanyika kwa siri kwenye kituo cha anga cha Imam Khamenei. Mifano ya hivi karibuni pia inaashiria mizuka ya usaliti ndani ya Israel. Mwaka huu polisi wa Israel na shirika la usalama wa ndani Shin Bet waliwakamata askari akiba wawili waliodaiwa kufanya kazi Iran. Mmoja wao alikuwa katika kitengo cha Iron Dome na akakili kupeleka taarifa nyeti kuhusu mfumo huo wa ulinzi wa makombora. Ushahidi uliojumuisha video za betri za Iron Dome zikifanya kazi. Aidha, mwezi Septemba polisi wa Israel waliwakamata wa Israeli 30 kwa tuhuma za kushirikiana na intelijensia ya Irani, na mwezi Oktoba mwaka huu wengine 7 walishtumiwa kwa kupiga picha na kutengeneza ramani za kambi muhimu za kijeshi. Vituo hivyo viwili baadaye vililengwa na mashambulizi ya makombora na droni kutoka Irani na Hezbollah. Kwa muktadha huu, maswali makubwa yanaibuka. 1. Je, Irani inajenga mtandao thabiti wa majasusi ndani ya ngome za kijeshi za Irani? 2. Je, Teherani tayari inamiliki taarifa za ndani zinazoweza kuthibitisha moja kwa moja amri ya nyuklia ya Israel na ngao yake ya makombora? Kwa sasa Israel bado haijatoa jibu lolote rasmi, lakini jambo moja limekuwa dhahiri: vita vya kijasusi kati ya Irani na Israel havipo tena gizani, vinafanyika waziwazi na vinaweza kubadilisha mizania ya usalama wa Mashariki ya Kati. Mimi ni Baraka Peter. Hii ni BMTV Tanzania.